tunakutukuza na kukuinua. Asante kwa upendo wako na uaminifu wako. Jina lako litukuzwe Mungu mwema, jina lako litukuzwe Baba mtakatifu. Asante kwa rehema na neema zako tena. Asante kwa sababu unatujua na unatupenda na umetupa nafasi tena alasiri ya leo ya kuja kuomba katika jina la Yesu, na tuseme amen. Tunaweza kumpa Yesu makofi. Unaweza kuketi kama mahali uliko keti kuna jua, unaweza ukabadilisha mahali uliko keti. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulikuwa na wakati mzuri kwenye maombi na leo tutaendelea, tutamaliza upande wetu, alafu kesho tutashughulika na sehemu nyingine na kesho kutwa na sehemu nyingine. Bwana asifiwe sana. Huu ni mwaka mzuri kwa sababu Mungu hawezi kutupa kitu kibaya, si ndio jamani? Mungu anaga kitu kibaya kwa ajili ya watu wake, ndivyo alivyotuahidi. Hata anapotupa siku, unapopata fursa ya kuiona siku, hiyo ni siku njema. Watu wa duniani wanasemaga siku hii ni mbaya. Hakuna siku mbaya. Biblia inatupa kujua kwamba inasema hii ni siku njema ambayo ameifanya nani? Bwana, nami nitaifurahia na kufanya nini? Na kuishangilia. Kwa hiyo Mungu anatupaga siku njema. Amen. Ukiona siku haijawa njema kwako, pengine kuna vitu kusikia Roho Mtakatifu akikuelekeza, kwa hiyo ukaingia kwenye mtego wa shetani. Kwa hiyo huu mwaka ni mwaka mwema, ni mwaka mzuri, na sisi tunamtukuza Mungu kwa ajili ya huu mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukasema pia, kwa nini mchungaji unasema mwaka ni mzuri? Kwa sababu Biblia inasema katika Yeremia 29:11 anasema ninajua mipango niliyo nayo. Tafsiri ya neno, tafsiri ya NIV inasema mipango. Tafsiri nyingine inasema mawazo. Anasema ninajua mipango niliyo nayo ni mipango ya kuwafanikisha katika siku zenu za baadaye, maana yake future. Kwa kila Mungu anapotupa nafasi kukabiliana na siku zetu za baadaye, hizo siku Mungu ana mipango sisi. Na hiyo mipango Mungu anasema ni mipango ya kutufanikisha. Tafsiri nyingine anasema ni mipango ya amani. Amani manake shalom. Shalom manake total being, manake ukamilifu na utoshelevu kwenye kila eneo. Huo ndio mpango wa Mungu kwetu. Kwa kitu chochote ambacho kiko kinyume na hicho, mtoto wa Mungu unatakiwa ukikabili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikwambia ni mwaka wetu wa uweza wa kiungu, na wale ambao wametufuatilia kwa mwezi ule wa kwanza na wa pili tulipoanza, tumesema kwamba huu ni mwaka wa uweza wa kiungu. Na nikakwambia ili nguvu au uweza wa kiungu udhihirike kwako, basi unahitaji, namba moja nilikwambia unahitaji kufanya kazi kwa bidii. Uweza wa Mungu haudhihiriki katika vacuum, katika emptiness. Madhihirisho ya uweza wa kiungu lazima uwepo kwenye jambo linalotendeka. Ndiyo maana wanafunzi wa Yesu walivyotumwa wakaenda, waliporudi walimwambia Yesu, tumeona madhihirisho ya uweza wako. Walipokuwa kwenye action, when they were doing something, uweza wa Mungu unaonekana unapofanya kitu. Uweza wa Mungu hauonekani unapokuwa umelala na kukaa kijiweni na kupiga story. No. Uweza wa Mungu, ile manifestation of divine ability, inadhihirika when you are doing something. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia imesema tufanye kazi. Tena imesema tufanye kwa bidii. Ndio maana Biblia imesema tukomboe wakati. Mungu anataka tufanye kitu. Ndio maana Biblia inasema imani bila kazi, imani bila matendo, imani bila action, imani bila doing of something, hiyo imani imekufa nafsini mwake. Sio kwamba haipo, lakini imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikasema kama unataka kuona madhihirisho ya uweza wa Mungu mwaka huu, fanya kazi kwa bidii. Sawa sawa, unakumbuka? Lakini nikakwambia kitu cha pili, ukitaka kuona uweza wa Mungu unadhihirika, jifunze kusema unachotamani au unachokusudia, na usiseme unachopitia au unachokiona. Kwa sababu unaposema unavyotamani, manake unaumba kile unachokitaka. Biblia inasema Mungu aliviita vile vitu ambavyo havikuwepo kama vile vilikuwepo. Mungu alipoona giza kwenye environment yake, akutamka giza, alisema anachotaka. Akasema iwepo nuru. Na kila kitu ambacho kiko leo, pamoja na jua na bahari na miti na kila kitu, Mungu
alivitamka, alivitamani, alividesire, akavitamka. Na wewe usipende kusema vitu ambavyo unavipitia, sema vitu ambavyo unatamani vitokee. Ndio maana Yesu alikuwa akikutana na watu wenye shida, alikuwa hataki maelezo ya matatizo yao. Alikuwa anauliza, unataka nikufanyie nini? What do you desire? What do you have in your mind? Nini unataka kuona? Mtu akisema nataka nipate kuona, Yesu anamwambia pokea kuona. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa kiroho ni mfumo wa kusema vitu unavyovitaka, kwa sababu vitu vyetu vyote viko kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unapotamka vitu unavyovitaka vinakuwa. Kwa hiyo jifunze mwaka huu kuwa na discipline, kuwa na nidhamu ya kureject the environment, ya kupuuzia yale unayopitia, ya kupuuzia yale maumivu unayopitia na kusema yale unayotarajia. Lakini nikwambia nambari ya 3, ukitaka madhihirisho ya Roho Mtakatifu au madhihirisho ya nguvu za Mungu mwaka huu, uweza wa Mungu uonekane, kwamba jifunze kuset your eyes to Jesus, kumtazama Yesu. Biblia inasema mkimtazama yeye aliye mwanzilishaji na mkamilishaji wa imani yetu. Kwa maneno mengine, Yesu ni alfa na omega ya kila kitu ninachotarajia. Kwa hiyo nikiendelea kumtazama yeye, nguvu hizi ninavyozidi kumtazama, ndivyo uweza wake unazidi kumiminika kuja kwangu. Kila mtu ambaye ameseti macho yake kwa Yesu, sio kwenye matatizo anayopitia, sio kwenye changamoto, anaposet kwa Yesu, nguvu za Yesu zinazidi kumiminika kuja kwake. Jinsi unavyozidi kumtazama Yesu, ndivyo Yesu anavyozidi kuwa mkubwa ndani yako. Kile ambacho unakitazama ndicho kinachoongezeka. Ukitazama ugonjwa, ugonjwa unazidi kuongezeka. Ukitazama unachopitia, kinazidi kuongezeka. Ukimtazama Yesu, uungu wake unazidi kuongezeka ndani yako. Ndio maana Mungu akamwambia Musa kwamba wakati wale wanaumwa na ule nyoka wenye sumu kali, watu wanakufa, Mungu akamwambia Musa, mtengeneze nyoka wa shaba. Hakumwambia muweke mbele yao wala chini yao, alimwambia muweke juu sana, ili kila atakayemtazama huyo nyoka apate kuishi. Kwa hiyo watu walikuwa wakitazama yule nyoka, uweza unashuka wa kuwafanya waendelee kustawi, waendelee kuishi. Na Yohana anatuambia huyo nyoka wa shaba ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo ukimtazama Yesu, uweza wa kiungu unakuja juu yake. Ndio maana uwezi ukamtazama Yesu ukaendelea kulalamika. Uwezi kumtazama Yesu ukaendelea kunungunika. Kinachokusababisha unalalamika na kunungunika ni kutazama mazingira. Unapotazama mazingira, hauoni suluhisho, hauoni majibu. Kwa hiyo uta end up kulalamika. Lakini unapomtazama Yesu, unaona majibu, kwa sababu yeye ana majibu yote. Ndio maana Zaburi anasema nitainua macho yangu nitazame milima. Alikuwa maanishi milima hii ya natural mountains. Anasema msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Bwana. Akiwa anamaanisha wakati ule mlima Sayuni, ambao kwa imani ya wakati ule Bwana alikuwa anakaa kwenye mlima Sayuni. Uwepo wa Bwana ulikuwa unakaa kwenye mlima Sayuni. Sanduku la agano lilikuwa linakaa kwenye mlima Sayuni. Kwa hiyo alikuwa anasema nikimtazama Bwana nitapata msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikakuongezea kitu juu siku ya Jumapili, nikakwambia kama unataka mabadiliko kwenye maisha yako, jifunze kufanya maamuzi magumu. Siku zote matokeo makubwa yanasababishwa na maamuzi makubwa. Matokeo madogo yanasababisha historia ndogo. Kama unataka matokeo makubwa, fanya maamuzi makubwa. Kila mtu ambaye unamuona ameweka historia kwenye Biblia na hata kwenye kizazi chetu ni mtu aliyefanya maamuzi makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema nifanye hiyo revision, nifanye hiyo marejeo ili nimsaidie mtu mmoja kwenda vizuri mwaka na ndoto zake ziweze kutimia na matokeo yaweze kutimia. Haitoshi tu wewe kuandika mwaka unataka Mungu anitendee hiki na hiki na hiki, na ukaweka hapa kwenye ndoo na waombaji wakaendelea kuombea na sisi tukaendelea kuombea, lakini haitatosha kama hautachukua hatua za imani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu bado ni mwanzo wa mwaka, bado tunaendelea kujipanga, kuendelea kuweka vitu kwenye mstari, kuangalia ni kitu gani cha kuondoa, ni kitu gani cha kupanga, ni kitu gani cha kuweka sawa sawa, kwa sababu tunatamani tutakapomaliza mwaka
Tuseme Bwana we ni Ebeneza. Haleluya. Tukiangalia nyuma tuone mahali Mungu ametutoa. Mungu hajatukusudia sisi tuwe watu wale wale. Yesu peke yake ndio yule yule. Lakini sisi Biblia imesema tunatakiwa tuende utukufu hadi utukufu. Kwa hiyo maisha yetu yanatakiwa yaongeze ladha kila siku, yabadilike kila siku. Hatupaswi kubaki pale pale. Ukibaki pale pale ni hasara sana. Mwambie jirani yako ongezeka. Haleluya. Yesu peke yake ndio yeye yule. So is perfect, is complete. Anasema katika kitabu cha Waebrania, anasema 13 na anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Lakini sisi Mtume Paulo anasema tunaenda utukufu hadi nini? Utukufu. Kwa hiyo haupaswi kuwa na mwaka jana bora kuliko mwaka huu. You are not supposed to have the best last year. No. Unajua wakati mwingine ukiangalia kwenye maisha yetu, sijui kama imewahi kutokea, mimi nafikiri imenitokea several times. Wakati mwingine mwaka unapita very quiet. Umeshaona mwaka unapita kimya. Yaani hakuna kitu chochote, hakuna historia yoyote umeweka, hakuna kitu chochote. Yani imepita flat. Mnaita flat imepita neutral. That's not God. Mungu alivyofungua ukurasa wa mwaka huu, alivyofungua season ya mwaka huu, alipofungua majira ya mwaka huu, kuna mambo ambayo yameandikwa kwa ajili yangu, si ndio jamani? Na hayo mambo lazima yatokee, na lazima yatokee kwako. Na wajibu wangu mimi ni kukusaidia kwenye maombi, kwenye knowledge na kwenye ushauri, ili tuweze kwenda kwenye kusudi la Mungu. Sasa jana tulifanya maombi na tulikuwa tunaangalia kuhusu vitu ambavyo vimepandwa, na andiko ambalo tulikuwa tunatumia ni Mathayo sura ile ya 15 ule mstari wa 13, ambayo yako maneno ya Bwana Yesu ambaye anasema, akajibu, na alikuwa anaongea na Mafarisayo, akajibu, kila pando ambalo Baba yangu wa mbinguni hakulipanda litang'olewa. Hii inatupa picha pana kwamba katika life, katika maisha kuna mapando ya aina mbili, na hiyo nakubali kabisa, kwa sababu hata ulimwengu wa roho uko ulimwengu wa roho aina mbili. Kuna ulimwengu wa roho wa nuru na kuna ulimwengu wa roho wa giza. Kuna ulimwengu wa roho wa uzima na kuna ulimwengu wa roho wa mauti. Sasa hizi zote, ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza, unahusika kwenye